Huyu mwanamke hapa alitoa bastola, akampiga mumewe kwenye kifundo cha mkono. Wakati mumewe anahangaika, akachomoa kipini, akamchomeka huyu mwanamke hapa kwenye meza, kwenye mkono wake. Akamchomeka wakati mwanamke analia, akaja akampiga mumewe kunako. Mwanamume wake akalala hapa analalamika. Kuna ukweli mmoja ambao umejificha. Kumbe huyu mwanamke alikuwaga malkia, lakini kwa sababu aliamini kwenye mapenzi, akaamua kuacha kila kitu na akaja kuishi na huyu jamaa. Akaficha uhalisia wake, akaficha kila kitu. Akafanikiwa kupata mtoto na huyu jamaa. Lakini huyu jamaa alikuwa na cheo kidogo sana. Alikuwa ni minor deputy officer. Lakini yeye akisirisiri akamfanya huyu jamaa na kumpa nafasi kubwa sana. Akawa governor wa kivita. Baada ya kuwa governor wa kivita, jamaa akabadilika totally. Akamleta mwanamke mwingine nyumbani. Akamleta huyu mwanamke ambaye alikuwa ni dansa mkubwa sana katika night club moja. Akamleta na akamwambia amefanana sana na mpenzi wake wa kwanza. Mwanamke wake alijisikia vibaya sana. Bila aibu akambeba mbele ya mwanamke wake. Mwanamke wake alijisikia vibaya sana. Basi akamfuata moja kwa moja na akamwambia nataka talaka yangu. Akaja kadai talaka. Lakini mumewe alimkatalia. Akamwambia siwezi nikakupa talaka kwa sababu kampeni inakuja hapo mbele. Nataka niwe amiri jeshi mkuu wa nchi. Sasa sitaki skendo zozote zitokee kwa sababu eti nimekuacha wewe. Lakini kama baada hicho kitu kupita nitakuruhusu uondoke na uende na maisha yako. Mwanamke huyu akaja akagundua kwamba mwanamume wake amebadilika sana. Baada ya hapo akaamka kutoka usingizini. Hivyo akaenda akakodisha kikundi cha watu na akawaamuru kitu. Akawaambia kwamba nataka tumwangushe mwanamume wangu. Nataka tumwangushe mdogo mdogo kutoka kwenye nafasi aliyopo. Basi hiyo siku nyingine huyu mwanamke alikuwa anacheza na wenzake. Yule mwanamke ambaye ni dansa wa club alikuwa anashuka kutoka kwenye ngazi na mfanyakazi. Alivyokuta mwanamke anacheza na marafiki zake, akaja akatibua kila kitu. Wakati anatibua, kilingi kimoja kikaja kikampiga mtoto wa huyu mwanamke. Baada ya kumpiga, mtoto alijisikia vibaya sana. Huyu mwanamke kwa hasira akampiga kofi. Akampiga kofi na akaamuru watu walete mkaa wa moto. Wakamwaga mkaa wa moto hapa, alafu akaweka bati juu. Na akamwambia huyu mwanamke, nataka udansi hapa juu ya meza. Nataka udansi hapa juu ya hichi kitu cha chuma. Mwanamke alivyokataa, akamtolea bastola. Akamwambia ukikataa na kuua. Huyu mwanamke akaogopa sana, ukabidi adansi hapo juu. Mdogo anataka adansi hapo juu, mara mumewa huyu mwanamke anarudi. Alivyorudi akakuta hivyo. Na hii ndio ilikuwa mwisho wa sehemu yetu ya kwanza. Ulikuwa na mimi msimulizi wako ni 20 nambari 20. Usahau kutufollow. Bye bye.